Habari, karibu tena katika channel yetu ya Dapsabo Clinic. Anaitwa Dr. Jimmy. Leo tutaongelea vidonda vya tumbo. Kitaalamu inaitwa peptic ulcers au tutaita stomach ulcers. Wengi wamekuwa wakituuliza juu ya changamoto hii. Je, peptic ulcers ni nini? Kidonda cha tumbo ni nini? Lakini pia wengi wakiwa tuliza sababu ya vidonda vya tumbo ni nini? Ni kitu gani ambacho kimekuwa kipelekea vidonda vya tumbo? Na vidonda vya tumbo kwa muda huu sio kwa watoto, sio kwa watu wazima, basi wengi wamekuwa wakipata changamoto hii ya vidonda vya tumbo. Na mara nyingi dawa za vidonda vya tumbo zimekuwa hazifanyi vizuri kwa sababu hazina zinki, na maana zile dawa zikienda zinaleta matokeo ya muda mfupi lakini hazimalizi changamoto. Ni kwa nini sasa? Ni kwa sababu hazina zinki, na maana haziendi kukausha vile vidonda moja kwa moja kuweza kuondokana na changamoto ya kidonda au vidonda hivi vya tumbo. Sasa tutaelezea ili mtu aweze kuelewa changamoto yake inaanzaje, lakini kwenye video ambazo zimepita tumeshaelezea dalili za vidonda vya tumbo, na leo utafahamu chanzo cha vidonda vya tumbo, na baadaye vyakula gani vya kutumia ukiwa vidonda vya tumbo, vitu gani vya kuepuka ukiwa na vidonda vya tumbo, lakini pia mwishoni utajua tiba ya kutumia ukiwa na vidonda vya tumbo, na atakuelezea kwa nini dawa inaitwa stomach ulcers imekuwa ni tiba bora kwa watu wenye vidonda vya tumbo. Nikukumbushe, kama ni mara ya kwanza kufuatia channel yetu, basi usahau kusubscribe na comment ili uweze kupata dondoo za kiafya tunazozituma kila siku. Kama una changamoto yoyote juu ya vidonda vya tumbo au una swali lolote, basi usahau kutuuliza na tutaweza kukujibu moja kwa moja, na utaweza kupata msaada kutoka kwetu kwa sababu tupo kwa ajili yako, tupo kwa ajili ya kukuhudumia. Kitu cha kwanza tutaongelea chanzo cha vidonda vya tumbo. Chanzo cha vidonda vya tumbo. Vidonda vya tumbo chanzo chake ni kipi? Sasa kuna namna tofauti, na vidonda vya tumbo pia vitakupa madhara na vitakupa maumivu kulingana na vipo kwa muda gani, lakini vimeshambulia eneo gani. Kwa sababu unavyokuwa vidonda vya tumbo, kuna ambavyo vinatokea juu ya ukuta wa tumbo, lakini kuna vinavyotokea tumboni. Na tunavyosema ni vidonda vya tumbo, ni kweli huwa tuna maana kwamba ni vidonda vya tumbo kwa sababu ni vidonda vya tumbo kwa sababu vinakuwa vimesababisha vidonda au majeraha kwenye kuta zile za tumbo. Kwa hiyo moja kwa moja vinakuwa ni vidonda vya tumbo kweli. Sasa vidonda vya tumbo vinasababishwa na nini? Kwanza vinasababishwa na H. pylori helicobacteria, ambayo hiki ni bakteria ambayo imekuwa ni maarufu kwa sababu inaeneza vidonda vya tumbo. Sasa wengi wamekuwa wakiuliza, je, sasa vidonda vya tumbo ile bakteria ya vidonda vya tumbo anaingiaje kwenye mwili wa binadamu au anaingiaje tumboni? Kwanza anaingia tumboni kwa maji yale machafu, maji ambayo hayajafanyiwa usafi. Kwa hiyo maji yale ambayo hayajafanyiwa usafi, basi huwa ni chanzo kimojawapo cha vidonda vya tumbo. Lakini pia sababu nyingine ni kushika maji, mate au kinyesi cha mtu ambaye ana vidonda vya tumbo. Ina maana ukitokea mtagusano wa kinyesi au mate au majimaji yote ya mtu mwenye vidonda vya tumbo, basi inaeneza pia vidonda vya tumbo. Lakini pia ile denda ambayo watu wanapigana denda, kama kuna mtu ambaye ana kidonda cha tumbo, ni rahisi sana kuweza ile bakteria wa H. pylori pia kuweza kuambukizwa kwako wewe. Lakini pia kuna matumizi ya dawa za kupunguza maumivu. Sasa tuambie hapo chini, changamoto gani ambayo imekuwa ikufanya wewe utumie dawa za kupunguza maumivu kila siku? Tupo hapa kwa ajili ya kusaidia, tupo hapa kwa ajili ya kuondoshana kwenye hiyo haza ya kutumia dawa hizi kila siku, dawa za kupunguza maumivu kila siku. Kwa hiyo tuambie hapo kwenye comment, je, ni changamoto gani ambayo imekufanya wewe uwe unameza dawa kila siku? Wewe huwa ni mtu wa kumeza dawa kila siku? Tuambie hapo chini na tutaweza kukupa msaada namna ya kuondokana na hiyo changamoto. Kwa hizi dawa pia huwa kuna namna ambavyo zinaathiri kuta za tumbo na kuweza kuondoa wale bakteria wazuri na hivyo kuwakaribisha bakteria wabaya.
Kwa mfano Brufen, kutumia paracetamol, Nepsen, hizo zote ni dawa za kutumia kupunguza maumivu. Kwa hiyo unapokuwa unatumia dawa za kupunguza maumivu, upo kwenye ile hatari ya kupata vidonda vya tumbo kwa haraka. Lakini sababu nyingine ni kwamba ni stress, msongo wa mawazo. Na maana msongo wa mawazo utakusababisha uzalishe homoni inaitwa cortisol. Cortisol ni hatari kwa ajili ya afya yako. Ikishazalishwa ndani ya mwili wako, basi na yenyewe huwa ni chanzo kimojawapo cha kusababisha vidonda vya tumbo. Kwenye video ambazo zimepita tumeelezea namna ya kuondokana na msongo wa mawazo na ni kivipi msongo wa mawazo upelekea vidonda vya tumbo. Lakini pia chanzo kingine tunasema ni acid reflux. Mara nyingi acid pia tunasema acid ikimwagika tumboni, basi pia ikikuta kuna empty stomach, ile empty stomach basi huwa inapelekea changamoto ya kutengeneza vidonda tumboni. Kwa hiyo ile acid inavyoshuka tumboni ikakuta hamna chochote, huwa inaenda kuunguza zile kuta za tumbo. Kwa hiyo ikishaunguza zile kuta za tumbo, kinachofuata ni acid, lakini pia na kuondoa ule uteute ambao unalinda tumbo juu ya majeraha. Lakini pia chanzo kingine ambacho kinapelekea vidonda vya tumbo ni uvutaji wa sigara. Kwenye sigara tuna kemikali ambayo inaitwa nicotine. Nicotine ni hatari kwa afya ya mwili wa binadamu. Yaani hiyo hatujasema sisi, hata wenyewe wale wanaouza sigara pale utakuta pameandikwa onyo. Kwa hiyo ukishakuta onyo pale jiongeze. Sasa ni kwamba kuna nicotine. Nicotine huwa ni hatari, ni kemikali ambayo ni hatari kwa ajili ya afya yako, kwa sababu huwa inaenda kuunguza pia sehemu za tumbo, hivyo kupelekea changamoto ya vidonda vya tumbo. Lakini mwisho, utumiaji wa vyakula. Kuna vyakula ambavyo vimekuwa ni chanzo cha vidonda vya tumbo. Matumizi ya vile vyakula vichachu vikiwemo pilipili, vile vyakula vya viwandani na vinywaji vya viwandani, ikiwemo sigara, ikiwepo pombe, lakini vinywaji vya viwandani ambavyo vina uzalishwaji mkubwa wa asidi tumboni au asidi ndani ya mwili, basi imekuwa ni chanzo kimojawapo kikubwa cha vidonda vya tumbo. Tuambie hapo chini kwenye comment kwamba je, kwako wewe ni kwamba ni chanzo kipi unachokihisi kimekuwa ni chanzo cha vidonda vya tumbo kwako. Tutaangalia, lakini ingawa kwenye video ambazo zimepita tumeshaongelea dalili za vidonda vya tumbo kiundani au kinagaubaga, utaweza kuzifuatilia na utaweza kuziona. Lakini pia tiba ambayo tumeshauri, tiba ya vidonda vya tumbo iwe ni tiba yenye zinki, ili ukitumia iweze kwenda kukausha vile vidonda. Ndio maana stomach acids kuwa ni dawa bora sana. Kama uifahamu stomach acids, tuliza hapo kwenye comment na utaweza kukupa dawa ya namna gani. Kama ni mara ya kwanza, basi usahau kusubscribe na comment ili uweze kupata dondoo za kiafya tunazotuma kila siku. Karibu na Mungu akubariki.